الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Mzangu, muda huu sio muda hasa wa kupeana mawaidha au nasaha, lakini nitatoa tambihi tu fupi katika semina zetu ambazo tunakuwa tukielekezwa na tukifahamishwa kwamba hija yote ni subra. Kwa hiyo tujitahidi sana kushikamana na jambo hilo la subra ili tuweze kufanikiwa na kuweza kuifanya vizuri ibada yetu hii ya hija. Basi ni vyema kushikamana na jambo la subra katika kila hali na katika kila hatua tutakayokuwa tunakwenda. Katika Mina tunahitajia subra, na hapa Arafa tunahitajia subra. Kwa hiyo tujipambe na sifa hiyo, na Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa malipo ya wenye kusubiri bila malipo. Allah anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wenye kusubiri watalipwa malipo yao bila hisabu, kwa maana malipo yao yatakuwa makubwa sana. Wala pengine Allah anasema wabashiris sabirin, wabashirie wenye kusubiri. Wala pengine Allah anasema inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Wala pengine katika Qur'ani Allah anasema innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, kwa hakika yule ambaye mwenye kumcha Allah na akasubiri, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, kwa hakika Allah hapotezi ujira ya wale ambao wenye kufanya yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo mwenye kusubiri ndio mwenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri, na mtu akishindwa kusubiri huyo hawezi kutenda matendo yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo sisi tukijipamba na subra, basi hili ambalo limetuleta katika maeneo haya ya Arafa, wallahi tutalifanya vizuri. Lakini tukishindwa kusubiri tutavuruga. Kwa hiyo tunasisitizana na kukumbushana na kuhimizana tujipambe na jambo la kusubiri. Haya sio maisha ambayo sisi tulikuwa tunaishi katika miji yetu, katika mitaa yetu, katika nchi zetu, lakini tumejikubalisha kwa sababu tumekuja kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ambayo tulikuwa tumeyakuta na ambayo yatakayokuwa tunakutana nayo, basi tuyavumilie ili tuvune ujira ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni tambihi ya mwanzo ambayo napenda kuizindua au kuitanabahisha ili kwamba tuzindukane nayo. Najua kwamba tunajua, lakini kwamba kuzinduana zaidi na zaidi itatufanya kwamba tuwe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Tumefika katika viwanja hivi vya Arafa na muda wa Arafa bado haujafika, lakini katika ratiba zetu za muda huu kwamba tujishughulishe zaidi wakati huu na kupumzika. Huu muda huu ushakumaliza, ujipumzishe na kupumzika, kwa maana watu walale kabisa. Sio kwamba labda wewe unasema kumbe ndio Arafa, ukamchukua rafiki yako mkaanza kuzunguka, mkashuka chini, mkapanda juu, mkaenda kuangalia huku na kule, mkajichosha. Au mtu akamchukua shoga yake akazunguka huku na kule, au akakaa na shoga yake akapiga story hii na ile, kaambia mbona hulali, amena na sina usingizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akapoteza muda ule wa kupumzika. Ikifika muda wa fadhila sasa wa kujikurubisha kwa Allah, wa kujielekeza kwa Allah, yeye sasa ndio akaanafanya nini, akawa analala. Kwa hiyo muda huu tupumzikeni mpaka ikifika muda takriban kama saa 4:30 au saa 5, tutazinduana kwamba ili watu kwenda kujiweka tayari na kujiweka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kama kukoga, mtu atakoga, kujisafisha atajisafisha. Hakatazwi mtu kwenda kukoga, anaruhusika kwenda kukoga. Kwa hiyo atakoga, atajiweka vizuri, atajiweka sawa, ili ikifika muda wa dhuhuri, sunna hasa inatakana kwamba hutuba itolewe mwanzo. Wengi wetu sisi tumezoea katika viwanja hivi vya Arafa kwamba kwanza watu wanaswali,
swala ya dhuhuri na swala la asiri, kisha inatolewa khutba. Lakini sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alipofanya kwanza alitoa khutba, kisha baadaye ndio akafanya nini, akaswali. Kwa hiyo na sisi tutafanya hivyo, kwa sababu sisi tukiambiwa hili ndio la Mtume, basi sisi tutakuwa mstari wa mbele. Hapa tukiulizana nani na nani ambaye anataka kwamba tutoe hutuba kabla, sote tunanyosha mkono, kwa sababu ndilo ambalo alilofanya nani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi tutafanya hilo. Kwa hiyo itatolewa hutuba kwanza, kisha baada ya kutolewa hutuba tutaswali, kisha baada ya kuswali adhuhuri kwa kuipunguza rakaa mbili, kisha patakimiwa, itaswaliwa la asiri. Hakuna sunna kablia wala baadia katika swala hizi mbili. Kisha baada ya hapo itakuwa ni muda wa mtu kujishughulisha yeye kama yeye na kumlilia Mola wake na kumwelekea Mola wake, na hii ni fursa ya pekee sana. Kama chozi halipo, basi jikamue, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni sehemu ya pekee ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anateremka mpaka katika wingu wa dunia, akesha kwamba huachia huru waja wake kutokana na moto. Kwa hiyo ni fursa ya pekee, yani jitahidi sana kwamba uitumie vizuri. Mlilie Allah, muombe Allah, na haya yote yataelezwa katika hutuba na maelezo mengine yatakuja, lakini kilichokuwa muhimu na kitolea tanbihi hicho. Lakini chengine vile vile hapa tutakuwa ni wenye kuwepo mpaka jua litakapozama. Wengine wanaweza kauliza, sasa vyakula vitakuwaje? Vyakula vitakuja asubuhi, itakuja chakula cha asubuhi, kadhalika vile vile chakula cha mchana kitakuja vile vile. Kwa hiyo tutaomba taasisi ambazo zilikuwa tumekusanyika hapa, takriban kuna taasisi hapa, kuna Albirri, kadhalika vile vile kuna Khairati, kadhalika vile vile kuna Firdausi, kuna Peace Travel, ambazo zote zimekusanyika hapa, kuna Almumtazi, zote zimekusanyika hapa. Kwa hiyo tutaomba katika kila taasisi itoe vijana wawili ambao watakokuwa tutawachukua ili kwenda kuhudumikia nini, kuhudumikia chakula. Umefahamu? Na hiyo kuhudumikia chakula nayo vile vile ni ibada. Kwa hiyo tutakwenda katika sehemu za vyakula ili maana yake wao waletee huduma hapa chakula, kisha baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo hayo ni maelezo kwa ufupi. Sasa hivi ratiba iliyokuwepo ni kupumzika, taa zitazimwa, watu wapumzike, walale. Labda kwa pengine mtu anajisikia haja atakwenda kujisaidia, akirudi apumzike. Baadaye tutazinduana, tutaamshana ili kwa ajili ya kujitayarisha na ile ambacho tulichokuwa kimetuleta hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.